Jesse mkatoka sasa kuzizaa kutimba dawa hapa. Haya makao hata kombe la kuku hapati. Yaani mwaka huu makombe tutazafisha yote ili wasituchafulie pale aliyewa. Faisali, jamani, japo alichokosea Faisali akirudi mtu. Sasa mchezaji wa ndani anasa gani? Mwache aje tuazimisha makombe. Sasa mimi natamani model alegeze kamba, alete mtu. Kama sasa tumemleta Tushaulile, tumemshusha Gabugisha muda sio mrefu. Leo inawezekana yule namba 6 anatangazwa leo. Si atakuwa huyu mtu rudi nyumbani, si atakuwa nani huyu? Mimi nashangaa usiku yupo kwenye ndege, wamekaa meka kikao juu ya ndege. Ngona mama yangu hii wapi? Mimi naje kwa Gabugisha, naambiwa Gabugisha bado. Kwa tuenda South Africa kwa Upita. Asiende piramidi aje Tanzania, katua muuni. Sisi ambao tuko kwenye kamati tushajua nani engineer atakaende naye. Sisi tunamsikiza yeye ujue. Sasa pale na mpinzani, yeye na makamu wake washapita. Usajili wale kijana thamani yake ni bilioni 1.8. Mshahara yake milioni 60. Nani? Pita Shaulile. Unaona? Sasa huyo bado wawili wanakuja leo, wanatangaza siku mbili hizi. Jamani, makoa akichukua kombe wale atusumbua ujue hawa. Makoa akichukua kombe bingwa akaanza kuchukua hawa. Wewe msimu ujao hawaende kuchimba dawa. Msimu ujao? Kwanza tufanye hizi. Sasa bado ajenge ile uwanja, afanye mambo mengine makubwa zaidi ya kuetea nini kwa ubingwa. Kama tulikuwa tunafika robo finali, basi sisi asema tutakatuvuneni atuetee kwa ubingwa hapa. Atajua leo atangaza ndani au nje. Kama wa ndani ndio bado wengine wanakuja. Aidha kama ndani akabora labda akawa bora zaidi. Lakini huyu wa mwisho tutamtangaza huyu wa mwisho huyu. Wanakuja kumzidi Shalulile. Hiyo baba nchi itasimama. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeas. Habari za leo Faza? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo sio mabaya, tunamshukuru Allah na usajili ambao Yanga ambao engineer atuletea, basi afya inazidi kutengemaa zaidi. Kwa tunashukuru sana, tuko vizuri. Kwa maana kama ulikuwa unaumwa basi usajili ambao unafanyika Yanga unakuponyesha kabisa au? Kama una maradhi madogo malaria hizi UTI, uko shabiki wa Yanga una usajili unakuja ambao engineer atuletea, basi maradhi yanatoka tu wenyewe, unakuwa uko vizuri kabisa kiafya. Na kweli kabisa. Yaani sasa hivi tuko vizuri. Kiafya tunaenda kwenye ligi, tuko kiafya tuko sawa kabisa. Kwa usajili bora ambao engineer atuletea kwa kweli. Sawa, ukiwa kama mjumbe wa tawi hili la Karume hapa Dar es Salaam, kitu gani ambacho unatamani zaidi uzungumzie tukielekea kwenye kilele cha wiki ya wananchi? Tuanzie kwanza hapa. Cha kwanza ndani kuna vitu vitatu. Cha kwanza usajili, cha pili uchaguzi ambao unafanyika kesho, cha tatu wiki ya mwananchi. Kwa wiki yote hii wiki ya neema tu, umeona wiki ya neema, wiki ya fulani, ndio muda mwingi tuko busy na maandalizi ya uchaguzi na mambo ya usajili na wiki ya mwananchi yameungana pamoja. Kwanza tukianza na mambo ya usajili, tunamshukuru sana engineer Harris. Na ukiacha ule usajili bora ambao ameufanya toka Yanga kutuletea kina Bangala, Alidi Aucho, kina Maele, kina Moroko, kina Makambo na Juma Shabani. Sasa naona sasa anarudia kwa mara ya pili, anatoa usajili uliokuwa bora msimu huu. Japo kati kidogo msimu uliopita alitereza, lakini msimu huu kwa usajili ambao tunaona ambao ametuletea huu wa kimataifa, hawa wachezaji watatu walioleta akingosha na huyo Stars, na usajili ambao ametangaza juzi kati hapa wa huyu kijana Peter Shaulile. Shughuli sio ndogo baba. Na ametuambia bado wachezaji wawili. Yeye ametuambia mmoja, lakini baadaye siku mbili msemaji wa klabu ametuambia bado wachezaji hao wa kimataifa wawili. Sasa kama ametushushia Peter Shaulile, hao wawili waliokuepo wawili wanakuja kumfunika Peter nani? Shaulile. Yaani bora kuliko huyu Shaulile. Kama hii Shaulile ingekuwa ndo mbegu, angeka ya mwisho. Kama alivyofanya msimu ambao anasajili kina Bangala nilikwambia, mtu wa mwisho alikuwa nani? Alikuwa Juma Shabani, ndio kwa usajili bora kwa kipindi kile. Kwa sababu ndio kwamba ameiti. Alicheza na Simba, tulimuona kwamba huyu mchezaji. Kwa kalita wote akili kifunga cha mwisho kumalizia siku ya mwisho, alimeza Juma Shabani. Kuna msimu ambao ule mwingine ambao katangaza wachezaji wote, mchezaji wa mwisho ambaye alikuja kutikisa usajili alikuwa nani? Alikuwa nani? Aziz Ki. Ndio kwa mbegu yake ya mwisho ambaye akimaliza akimtoa Aziz Ki, maana yake ameua biashara. Sasa na leo amemshusha Peter Shaulile. Tunajua usajili ambao unakuja mwisho huu wawili hao. Ukiacha ambao utangazwa leo usiku, atajua leo atangazwa ndani au nje. Kama wa ndani ndio bado wengine wanakuja. Aidha kama ndani akawa bora labda akawa bora zaidi. Lakini huyu wa mwisho tutamtangaza huyu wa mwisho huyu. Wanakuja kumzidi Shalulile. Hiyo baba nchi itasimama. Hiyo nchi itasimama.
Yaani kama leo kama tulimtangaza Peter Shaulile, hata uzinduzi wa jezi ya makao umekuwa mgumu. Yaani majezi yenyewe mtangazo kwa mwingine toka saa 12 asubuhi imetoka. Yaani jezi mzindua saa 6 mchana, si saa 8. Saa 1 asubuhi tuna jezi kwa kiwewe cha Peter Shaulile. Sasa huu usajili wa mwisho huu. Hiyo zimetoka mchana bana. Hiyo saa 12 tunavaa jezi hapa. Mimi nikutana mtu saa 12 hapa. Ngajua jezi hapa labda imetoka labda ya Morocco ya wapi huko Sudani. Naambia bwana jezi sio Sekafa. Hiyo jezi ndo za ligi za msimu za Simba ndo hizi. Nikaona kweli mtihani. Simba mbona saa 8 mchana si saa 7. Naambiwa tayari. Sasa kama usajili wa Peter Shaulile umechanganyikiwa hivi. Huu usajili wa mwisho ambao utatangaza Engineer Harris wa mwisho wa ufunga dimba. Hapo tutaheshimiana. Wiki ya Mwananchi Simba Day pale, tena anakimbiana pale. Mbona leo changanyikiwa wajua ya Peter Shaulile na kina nani? Si Simba. So mianza ule wasemaji wao na mafriends wao wameanza kusema, "Unashusha hawa kina ustazi. Tuache Peter Shaulile. Tushika Mugisha. Unatoa. Acha sigani hao." Wakaona, unamtaka Peter? Wewe unamtaka Peter? Peter atakuja. Muuni ameweza kauli yake atamsha Peter Shaulile usiku. Huyo ndio Engineer Harris. Kaenda tajiri mpaka soma tajiri wa Dubai. Tajiri wa Dubai bwana. Kama tajiri wa timu yako kaa hapa. Unamkimbia Engineer, unamkimbia nani JSM. Tajiri wa Dubai, timu yake Tanzania. Wewe kama tajiri kaa hapa na timu yako iko hapa. JSM anakaa pale. Yaani JSM yuko hapa. Kwa amekula ndege, ameenda kwa South Africa. Huyo mtu anakwenda wapi Plamidi? Na kule yule mmoja kwenda Plamidi ujue. Yaani mbadala maende walikuwa yule Peter kule Plamidi. Tajiri kaona sio ndio kapika engineer. Engineer utoshi twende wote sasa. Si engineer ndo kamshawishi wewe tajiri. Mimi nashangaa usiku yupo kwenye ndege, wamekaa kikao juu ya ndege. Ngona mama yangu hii wapi? Mimi najua kwa Mugisha, naambiwa akamugisha bado. Kwa tuende South Africa kwa Peter. Asiende Piramidi aje Tanzania, katua muuni. Sasa huu usajili wa mwisho huu. Kama sio kamugisha, sijui. Sasa hivi wanasema eti ni mzee Shaulile kazeeka, inawezekana labda asifiti kwenye kikosi. Shaulile mzee? Kama mzee tutaona. Au tushazoea. Wewe mchezaji wetu tumemchukua sisi chama tumemeta kwetu wewe Chiba. Huyo mzee leo Simba ndo tegemeo. Yaani klabu ya Simba leo yule nani chama ndo tegemeo. Wote wamesajili shadogo kila nani wengine analeta yule nani si atoani kijana si hata simuelewi jamaa yule. Yule bwana ataipe afadhali. Nani Ture? Yule Ture. Bwana ataipe ungemchukua ipe ningeona amana. Sasa mchezaji samani nimesahau. Tumeambiana tu Yanga huyu nani tu nani yake? Nani? Ture. Mchezaji wa Simba unani? Huyu Fuadi wao msajili. Mpanzu. Acha Mpanzu bwana. Osmani wanamuita Osmani bwana. Dumbi ndio Osmani ndio Osmani Nigeria ndio huyu. Sasa tumeambiwa watu wa Yanga tusiwaambie mbaya, tukiwaambia mbaya atamtoa. Sasa mimi kwa sababu simsema kweli. Mimi nitamsema kweli ujue. Jana kafunga. Jana kafunga. Kwa ndio kila kichwa lile. Hamna limeandaliwa. Sawa, kafunga. Sasa sisi tunaomba usimtoe. Na kiasikia vikao vinaendelea ndani ya klabu Simba. Mimi tena naipata mpaka mchana huu. Vikao ndani ya klabu Simba viko kwenye bodi wenyewe wanalumbana. Kuna kundi la watu au hamtaki yule mchezaji, kuna kundi la watu ambao mwache tumpe muda. Sasa tunaomba dua yule jamaa abaki. Sisi tumeambia hapo tuwasifie ule abakie mzuri, lakini wewe mchezaji pale hamna. Kama kweli kuja kumchallenge huyu Peter Shaulile, watote mtu ambaye sio yule. Hicho mbona kwa mchezaji kwa maana akiso wote kumcheza kama yule. Hii ni aibu. Tunajua sasa hivi wana malumbano ndani ya klabu yao kati ya Modeuji na Jeruti. Sababu watu wa Simba kama kana mengia mchanga. Wewe Modeuji amekusajia ametoa timu mbali mpaka ifika level ile. Leo mtu anajuzi ndugu yangu huyu mwaya mwenzangu si mzalamu kaamie. Leo utamwona ndio bora kuliko Modeuji. Ama mafriends wote Jeruti unamsaumo leo mazi yote yafanya Samo kasusa kutoa hela. Ala pre-season alitoa. Ndio mimi Sekafa sio wamependa uje kwa Sekafa. Wamesekafa kwa sababu hela kuweka kambi kama JSM sio pale Victoria hawana. Kule kisingizio tu. Hela kambi hawana. Sasa wanaruka wapi? Boko. Wakakai Bunju. Yaani wakakai Bunju. Kwa wakakimbilia kule kwenda kujificha. Hela kuweka kambi hawana, hela kwenda Uturuki hawana, ya kwenda kambi Bongo hawana, kwenda hapa wapi hapa Misri hawana. Ndio akaambia twendeni Sekafa. Usajili Simona, wase wanatasajili wale. Yaani Modeuji aleta wale. Modeuji kuleta watu ujue. Sasa huyu mwaya wako wapi sasa watu wanaleta. Sasa mimi naomba dua ndio vivyo. Jeruti. Matajiri wawili. Huyu kaambia msajili mtangazeni Jeruti wewe na mibasi yenu. Mibasi yenyewe mbovu. Leo ndio mwanao ndio bora sababu kata basi la used hapa. Nendeni sasa. Asira usajili hawana. Sasa mimi natamani Modeuji aregeze kamba, alete mtu. Kama sasa tumemleta Shaulile, tumemshusha Gabugisha muda sio mrefu. Leo inawezekana yule namba 6 anatangazwa leo. Si atakuwa huyu mtu rudi nyumbani, si atakuwa nani huyu? Huyu mtoto wa nani hapa? Wa Azam, Faisali. Jamani, japo alichokosea Faisali akirudi mtu. Hasa mchezaji wa ndani ana saa gani? Mwache aje.
tuazimisha makolo. Sasa kama sisi tutatuamana kama hao, sisi tupate upinzani tuende kabingwa vizuri. Nao Simba tuetee watu wenye akili. Shusha Maele sikashenda kweli yuko wapi? Shusha Maele. Akila haona. Sasa kwa upinzani sasa hapo si shughuli tasha kwa mbovu. Kwa kuhusu usajili sasa ushamaliza. Sasa ni 3 nondo ujue. Usajili wale kijana thamani yake ni bilioni 1.8. Mshahara yake milioni 60. Nani? Pita Shaulile. Unaona? Sasa huyo bado wawili wanakuja leo, wanakuja wanatangaza siku mbili hizi. Hatujajua ana thamani gani. Ushaelewa? Sasa tukitoka hapo sasa kesho uchaguzi. Mimi naomba tu Engineer Hersi kwa sababu upende uchaguzi huu. Engineer Hersi tumemfuatilia vizuri na sisi ambao tuko kwenye kamati tushajua nani Engineer Hersi atakaende naye. Sisi tunamsikiza yeye ujue. Sasa pale na mpinzani yeye na makamu wake washapita. Sasa tunajua ndani ya kamati yao ndani watendaji yupi mzuri yupi mbaya. Tutamjazia watu wachache, tutatoa mtu mchache, tutajazia. Watakwenda. Waende watufanyie kazi. Kazi iliyobaki ni moja ya uwanja. Watu tengezee uwanja wetu pale katika miaka 4 ambao mingine anaifuatilia. Ule uwanja na makosa pale hatujengwi. Sasa pale uwanja ajengi nchini na uwezo huo. Sasa bado ajenge ile uwanja, afanye mambo mengine makubwa zaidi ya kutetea nini kwa ubingwa. Kama tulikuwa tunafika robo finali, basi sisi asema tutakatuvuneni atuetee kwa ubingwa hapa. Jamani, makola kichukua kombe wale tusumbua unajua hawa. Makola kichukua kwa ubingwa akaanza kuchukua hawa. Kwa msimu ujao hawaendi kuchimba dawa. Msimu ujao? Kwa sababu tufanye hizi. Wale JSM angetoka pale. JSM katoka sasa kuchimba dawa hapa. Makola hata kombe la kuku hawapati. Yaani mwaka huu hawa makombe tutazamisha yote ili wasituchafulie pale hali ya hewa. Hiyo ndio dawa. Hawanyi tena wale. Kwa bwana ni kuwa na amani. Msimu ujao shughuli ya makombe tunamaliza yote, choo pale dawa achimbi, na kuhusu uchaguzi tunapeka viongozi walikuwa bora wakamsaidie, lakini si malengo yetu makubwa tupate kombe la bingwa Afrika. Hiyo biashara imekwisha. Hiyo biashara imekwisha. Ila la mwisho kabisa, mimi na imani japo kuna usiri mkubwa ndani ya klabu ya Yanga, atushishie Kamugisha. Ashushe Kamugisha hapa. Hapo wananchi mtatulia na roho itakuwa vizuri kabisa. Azakishakamukisha kwa nini sasa? Haushakamukisha hapa biashara imeisha. Sisi tunakula kama sio tuwapona na vamsuri tu kunywa kahawa biashara imeisha. Kwa hiyo hatochimba dawa. Dawa tachimba apate nguvu unapata wapi? Hapati chochote. Yaani hata ujiulize ile kombe la kufanya parade lile. Wewe ume wapi duniani kombe la FA unafanya parade? Umeona wapi? Kombe Simba. Kombe. Ile kuishiwa yani sisi sema wanakuilo sio na nini? Wewe kombe la FA ufanye parade wapi ume duniani? Kombe inafanya parade ni ligi kuu champion inafanya parade. Duniani kote. Hata timu yangu Arsenal tumeona Uingereza mwaka uliofanya. Lakini mwaka nimepata unajua nilifanya hapa na duniani nimefanya. Yaani kote nimemaliza. Na duniani nimepiga na hapa nimepiga. Hao ndio Arsenal na ndio Yanga. Sasa Makona naye kombelie naye na anafanya parade. Nkona yote kuishiwa na kuiga yule. Sasa pale kwenye basi. Pale ya basi kama ile la kwenda Mwanza wapi na wapi? Kwenye si zarau hilo. Ndugu yangu hatari. Bwana mimi nikushukuru sana. Asante bwana, shukuru. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.